Kwa majina mimi naitwa Makurwe Fabian Mauna. Kwa sasa nakaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu taasisi ya TIB Rasilimali Limited. Hii ni kampuni tanzu ya Benki ya Maendeleo Tanzania ambayo kwa maarufu inafahamika kama TIB Development Bank, ambayo makao makuu yake yako hapa Dar es Salaam. Kampuni hii inajiendesha ikiwa na leseni 4. Kwanza tumepewa leseni na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji kama washauri wa uwekezaji. Sasa ninapozungumzia washauri wa uwekezaji, hapa tunashauri watu, makampuni, serikali wanaohitaji kupata mtaji kwa ajili ya biashara, lakini pia kama nikizungumzia serikali nazungumza kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hapa nikizungumzia miradi ya maendeleo naweza nikadokeza mradi mmoja, kwa mfano Tanga Uwasa mwaka juzi walileta bondi yao sokoni, au mwaka juzi pia kulikuwa na kitu inaitwa Samia Bond kama mlisikia. Yaani serikali inahitaji kuboresha miundombinu, inakuja sokoni, inatoa financial instrument, hapa tunaita hati fungani, ambapo sasa ushauri kama ule wa taasisi hii inafanyaje ili ije sokoni ni ushauri ambao unatolewa na kampuni ya TIB Rasilimali Limited. Lakini kuna watu ambao wana makampuni madogo madogo, wanahitaji pia wakue, wanahitaji mtaji. Kwa hiyo wakija kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, washauri ni TIB Rasilimali Limited kwa ajili ya kumwezesha ushauri wa kitaalamu utakaosababisha aweze kuingia sokoni, apate idhini ya mamlaka ili kusudi aweze kupata huo mtaji. Lakini ushauri huo pia unaenda kwa watu binafsi, yaani mtu yeyote anayetaka kuwekeza kwa makini lazima apate elimu. TIB Rasilimali ndio sehemu sahihi ya kumwezesha mtu kwenye ushauri wa namna hiyo. Kazi nyingine ya msingi ambayo tunaifanya ni wale watu ambao wanahitaji hisa, wanahitaji hati fungani, wanahitaji kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Hii ni wakala. TIB ni wakala wa soko la hisa la Dar es Salaam. Anawezesha watu na makampuni wote kwa ajili ya kupata hizi hati fungani, shares pamoja na vipande. Lakini pia kazi nyingine tunayoifanya ni kuna mtu anaweza au taasisi inaweza kuwa inamiliki ina share zake sehemu fulani, haijui thamani yake, inataka kujua. Kampuni ambayo iko sokoni, yani iko listed DSE, thamani yake kujulikana, inajulikana vizuri kwamba una idadi kiasi gani, bei yako ni kiasi gani, tunapata thamani kwa kuzidisha. Lakini kama ni kampuni ambayo haiko kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, maana yake ni kampuni ambayo inahitaji utaalamu kwa ajili ya kujua thamani yake. Sasa tunajuaje thamani ya hiyo kampuni? TIB Rasilimali inafanya kazi hiyo. Lakini pia kampuni ya TIB Rasilimali ni wakala wa bima. Sasa hivi tumeji-upgrade kidogo. Kwa hiyo tunadili na kampuni zote za bima Tanzania, tukitoa ushauri kwenye general insurance, lakini kuna bima za maisha, magari, afya, zote tunatoa hapa TIB Rasilimali. Kwa hiyo hizo nazo pia ni sehemu ya kazi zetu. Lakini kuna amana za serikali. Hapa nikizungumzia hati fungani za serikali, sisi pia tumelisensiwa na Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kuwezesha makampuni na watu binafsi kwa ajili ya kununua bondi za serikali, zote zile ambazo zinapatikana kwenye mfumo rasmi wa serikali kwa sasa. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya majukumu ambayo tunayafanya. Lakini pia ukija na kampuni yako unahitaji mtaji, sisi tunaweza kukusaidia kukusanya huo mtaji kutoka kwa watu. Mimi kwa uzoefu wangu katika taasisi hii sasa hivi unadumu kwa miaka takriban 20, nikiwa mhasibu lakini pamoja na mshauri wa uwekezaji ambaye nimepewa leseni na Mamlaka ya Masoko na Mitaji Tanzania, kwa kifupi inaitwa CMSA. Sisi kama taasisi tumekuwepo katika mabadiliko ya kiuchumi kwa nchi hii kuanzia miaka 1995 wakati soko hili linaanza, na tumetoa ushauri wa uwekezaji katika makampuni mbalimbali na watu binafsi, mashirika ya umma, kuyasaidia kupata mitaji mbalimbali katika sekta hii. Kiujumla, tunaweza tukazungumza kwamba sekta hii ni sekta muhimu ambayo imefanya mageuzi makubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu.
sisi ambao tumekuwepo muda mrefu tunayo mifano halisi na tunajivuna kuona mambo makuu ambayo yamefanyika tokea sekta hii iweze kuanza. Naweza nikataja baadhi ya mambo. Kuna mifano halisi au tuseme mifano hai ambayo inaishi. Uwekezaji ambao umefanyika katika masoko haya umewawezesha watu wengi kunufaika, kukuza mitaji yao, kuongeza uwekezaji, huku tukiangalia vijana wengi wa Kitanzania wakiendelea kushiriki katika kujenga uchumi kupitia kipato chao. Naweza nikatoa mifano michache ambayo sisi wengine ambao tumeingia kwenye hili soko tukiwa vijana tunayo mifano halisi. Yaani mimi nimeingia nikiwa kijana kabisa, nikitokea chuo mpaka leo bado nipo. Kwa hiyo najua ni wapi tumetoka. Tumeingia wakati hili soko lina wawekezaji wasiozidi 200,000. Idadi ya sisi huku kwetu ukiingia kama mwekezaji kwenye soko hili unapewa account. Hizo account tunaita CDS account. Wakati tunaanza hili soko lilikuwa na CDS zisizozidi 200,000, lakini leo tunazungumzia CDS karibia 900,000. Wakati tunaanza hili soko lilikuwa linategemea sana wawekezaji kutoka nje. Yaani ulikuwa ukipata dili kubwa ya kuuza au kununua hisa, kama uwezi kupata foreign anaweza kuja kununua hiyo deal, ulikuwa uwezi kufanya. Lakini sasa hivi ukiangalia pale sokoni, volumes kubwa unazoziona zina trade pale nyingi kabisa, au asilimia karibia 90 zinafanywa na Watanzania wenyewe. Kwa hiyo ule mwamko ambao tunauona sisi imekuwa ni chachu ya kuona kwamba hili ni soko ambalo linakuwa na ni Watanzania wanaoshiriki, kampuni zikiwa ni za kwao. Hata hizi kampuni tunazoziona ziko listed sasa hivi. Sasa hivi tuna kampuni 4 tu ambazo ziko cross listed kutoka kwenye Nairobi Stock Exchange, lakini zilizosalia zote kati ya kampuni 28, 4 ndo kampuni zinatoka Kenya. Kwa hiyo zilizobakia ambazo ni 24 ni kampuni zote za Kitanzania. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambapo maendeleo na chachu ya Watanzania wenyewe katika kushiriki katika uchumi huu kupitia masoko ya mitaji na dhamana imekuwa ni kubwa sana na ni kitu cha kujivunia. Changamoto kubwa ambayo tumeanza nayo na of course mpaka sasa hivi unaweza ukasema inaendelea ni ukosefu wa elimu kwa baadhi ya watu katika uwekezaji. Uwekezaji kama fani nyingine yoyote ya kibiashara ni fani ambayo inamhitaji mtu apate uelewa mzuri. Sasa kuna uwekezaji mwingine watu wanafanya kwa kusikia, ameelezwa na rafiki yake. Kuna uwekezaji mtu ameuona, hajafanya zile critical analysis au upembuzi wa kuweza kumwezesha kuelewa kitu, akakifanya alafu mwisho wa siku akapoteza pesa zake. Uwekezaji wa namna hilo umekuwa ni changamoto kwa baadhi ya watu kuweza kukimbia soko kwa sababu hakufanya upembuzi, hakupata elimu ya kwanza kabla ya kuingia kuwekeza. Sisi kwetu hii tumekuta kwamba ni changamoto moja kubwa sana, kwamba ukosefu wa elimu sahihi kwa ajili ya watu ili kuweza kuwekeza kwenye haya masoko. Kwa hiyo sisi changamoto hii tunaiaddress kwa kusema kwamba mwekezaji yoyote kama mfanyabiashara mwingine yoyote, unapotaka kuwekeza kwenye masoko ya namna hii au kwenye biashara nyingine yoyote, ni muhimu sana ukapata taarifa sahihi, na taarifa sahihi zinapatikana kwa mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam, especially hapa ni TIB Rasilimali Limited inayozungumza na nyie kwa ajili ya utoaji wa elimu hii ya uwekezaji ulio sahihi. Tunazungumzia changamoto, lakini changamoto nyingine ni changamoto za kawaida kabisa ambazo tunazungumzia ukosefu wa ukwasi. Kuna wakati unakuta kwamba una security ya mteja, labda anataka kuiuza lakini hawezi kupata kuiuza kwa wakati unaotakiwa. Changamoto hizi kwa sasa baada ya mabadiliko makubwa sana na awareness ambayo imeendelea kukua siku hadi siku, zimekuwa zikipata suluhisho. Kwa mfano, sasa hivi vijana ni wengi sana wanaoshiriki kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kama nilivyotangulia kuambia kwamba CDS hizi tunazozungumza au akaunti za uwekezaji zimekuwa mpaka kufikia karibia 900,000.
zimesababisha vijana kupitia simu zao wanaweza kununua chochote kwa haraka na kuuza chochote kwa haraka, tofauti na zamani ambapo ili ununue au uuze lazima uje kuniona mimi ofisini. Kwa hiyo unaona kwamba hiyo changamoto ambayo sasa tunaizungumza kwamba ya kutokuuza pia ni changamoto ambayo imeenda kuwa inakwisha kabisa. Ili mradi tu cha msingi ni mtu kununua product au kununua bidhaa au kununua hisa ambayo una elimu nayo sahihi, kwamba kwa kile unachotaka kukiweka kwenye kuweka hela yako unakielewa vizuri na kwamba kitakupa ritani iliyo nzuri. Kikawaida soko hili lina mfumo ambao ni imara sana. Soko tunalolifanyia kazi lina mfumo ambao ni imara sana. Kumbuka kule juu kabisa kuna msimamizi wa soko hili ambalo amepewa majukumu haya na serikali, anaitwa Mamlaka ya Masoko na Dhamana, kwa kifupi CMSA kama nilivyomtaja. Huyu ndiye ana mamlaka ya kumlinda mlaji au mtumiaji yoyote wa soko hili, awe mshauri, awe mwekezaji, awe ni mtaalamu. Sasa katika sheria hizi ambazo sisi tunaamini ndizo tunazo operate na sisi wengine ambao ni wataalamu katika soko hili zinatulinda, ni kwamba individual au tuseme mtu binafsi ambaye anaweza kuwa anataka kuwekeza kwenye soko hili, muhimu ni kwamba anatakiwa kupata elimu sahihi tu, na elimu sahihi inapatikana kwa wataalamu ambao wameidhinishwa na hii mamlaka ambayo ninatoka kuitaja sasa hivi. Tunaweza tukawa tunapata elimu ambayo inatupeleka kwenye kuwekeza, lakini mamlaka ambayo imepewa kazi na serikali kwa ajili ya kuwapa leseni waelimishaji kuhusu uwekezaji ni Mamlaka ya Masoko na Mitaji Tanzania. Kwa hiyo ukipata elimu kutoka kwa watu hawa ambao wamepewa leseni na mamlaka yenyewe husika, wewe kama mtu binafsi, taasisi ya umma au serikali, unakuwa umelindwa na sheria ya nchi hii kuliko kupata elimu sehemu nyingine yoyote. Lakini tunataka tuizungumzie TIB kama TIB. TIB kama taasisi ya TIB Rasilimali kama taasisi ya TIB ni taasisi ambayo imejiwekea misingi yake ya kujiendesha toka muda mrefu. Uzoefu tulionao wa zaidi ya miaka 30 kwenye sekta hii imetujengea uwezo mkubwa sana wa kuweza kufanya kazi kitaalamu. Tuna mifumo ya kupokea malalamiko, tunapata feedbacks kutoka kwenye mitandao ya kijamii ambayo tunaitumia, lakini pia sisi kama taasisi ya umma ambayo tuko pamoja na mzazi wetu ambaye ni TIB Development Bank, tuna mifumo ambayo inalindwa na sheria za nchi hii na serikali kwa ujumla kuhakikisha kwamba taarifa na uwekezaji wa watu tunaowapa huduma zetu inalindwa kwa ufasaha kabisa. Kikawaida kabisa uwekezaji unatakiwa kuwa ni drive, yani inatakiwa kuwa ni maisha ya kila mtu. Ni bahati mbaya kwamba uwekezaji siku zote unapunguza kile tunachotaka kula. Yani kile tunachotaka kukitumia ndo kinapunguzwa na uwekezaji, na mara nyingi uwekezaji unaonekana kama unaumiza. Lakini mtu yoyote ambaye ni kijana, mtu mzima, anaweza kuwa ni shahidi kwamba unapotaka kutengeneza kipato, kujinyima ni sehemu yake. Yani kujinyima matumizi ni sehemu ya kutengeneza kipato. Sasa unapokuwa unajinyima kipato, wewe ni mtu wa hali ya chini, ukawa una mfumo wa kuweka kidogo kidogo. Kwa mfano soko letu hili tulilonalo linakupa fursa nyingi. Unaweza ukawekeza kwenye shares ambazo ni makampuni ambayo yako listed pale DSE. Unaweza ukawekeza kwenye amana za serikali, unaweza ukawekeza kwenye vipande au mifuko ya pamoja. Hivi vyote ni fursa, lakini sasa inategemea kiasi gani unazoweka. Kwa mfano kwenye amana za serikali kidogo kianzio kinakuwa ni kikubwa, lakini ukija kwenye shares unaweza ukawekeza zilo hata 10,000, na unaweza ukawekeza mara nyingi kiasi unavyopata wewe mwenyewe. Pia ukienda kwenye uwekezaji wa pamoja unaona kwamba hata 50,000 unaweza ukaona unaweka.
Kwa hiyo haijalishi ni mtu wa kipato cha chini, isipokuwa tu ni kwamba wewe una mipango gani. Lakini pia katika upande wa huduma za bima tulizonazo hapa TIB Rasilimali, kuna bima moja inaitwa bima ya maisha ambayo inakuruhusu wewe kuweka kidogo kidogo, lakini wakati huo unapokuwa unaweka kidogo kidogo, hii akiba yako inazaa, lakini pia hiyo bima ikikuwezesha wewe kupata mafao mengine, kwa mfano fao la kuumia kazini au fao la kifo. Unaona sasa vitu kama hivyo. Sasa hicho ni kitu unachokiweka kidogo kidogo. Kwa maana hiyo sasa tunapozungumzia swala la kidogo kidogo, haijalishi sasa huyu ni mtu wa kipato cha chini au cha juu, ni mtu mwenyewe ameamua kuweka malengo yake. Kwa hiyo hii unaweza ukaweka kwenye bima, unaweza ukaweka kwenye hisa, lakini pia unaweza ukaweka kwenye vipande vya uwekezaji wa pamoja, ukiwa na lengo la kukuza mtaji wako, ukijua kwamba miaka kadhaa baadaye nahitaji kuwa na kiasi fulani. Hizo huduma zote zinatolewa chini ya TIB Rasilimali Limited. Masoko ya mitaji na dhamana kama yalivyo kokote duniani yanawakutanisha watu wawili. Yanamkutanisha mtu anahitaji pesa, yanamkutanisha mtu aliye na pesa. Okay? Kwa hiyo katika mfumo huo wa mtu mwenye mahitaji ya pesa na mwingine ana pesa, kulihitajika kuwepo na mfumo ambao unatambulika kisheria. Kwa hiyo ukiliangalia soko la Tanzania lilivyo ni sawa na masoko mengine yoyote, kwamba juu kabisa lazima kuwe na msimamizi ambaye anatambulika na serikali, ambaye yeye anaruhusu, anatoa idhini ya kila kinachotaka kufanyika. Ukiwa kwenye mabenki unamzungumzia Benki ya Tanzania BOT, lakini ukiwa huku kwenye sekta ya uwekezaji na dhamana tunamzungumzia CMSA. Chini yake kuna DSE. DSE ndio mwenye soko ambaye anaruhusu, leo mimi nikiwa na hiyo dhamana naweza nikaiuza nikapata pesa, au yule mwenye pesa akiitaka aweze kuinunua. Lakini chini yake sasa ndo kuna intermediaries, ya tunazungumza washauri, ambao ndo taasisi kama TIB Rasilimali Limited, ambao hawa wana leseni maalum kabisa za kuwawezesha wao kutoa ushauri. Alafu wanakutana na makampuni, wanakutana na taasisi, wanakutana na serikali, wanakutana na watu binafsi ambao sasa wana mahitaji mawili kama nilivyosema. Kama kutakuwa na mtu ana hela, anahitaji wapi pa kuwekeza, umshauri, au kuna taasisi inahitaji hela, inatafuta wawekezaji, utawashauri wapi pa kuweka. Kwa hiyo katika mfumo huu wote sasa, hii ndio tunaita sasa soko la mitaji na dhamana. Kinyume chake ni mikopo ya benki. Unajua mikopo ya benki yenyewe ilivyo ni kwamba utaenda utakopa, lakini utatakiwa kulipa mwezi kwa mwezi. Lakini ukiwa kwenye sekta yetu ya masoko ya mitaji na dhamana, sisi wewe utatoa tunaita financial instrument, ambapo ni kama unatafuta wawekezaji. Watu wakinunua hisa maana yake wamekuwa ni wawekezaji, sio wakopeshaji, si ndio? Kwa hiyo huku unaweza ukatoa pia dhamana tunaita bond, au hatifungani Kiswahili chake kizuri, hatifungani ambayo yenyewe inaweza kuwa na muda ambao ni muda maalum, muda mrefu kidogo. Kwa hiyo unakuwa unalipa labda kwa miezi 6 au mwaka, unawalipa wale ambao wamekupa pesa zao kwa ajili ya wewe kufanya biashara na kuwarudishia. Kwa hiyo ndani ya soko la mitaji kuna hisa, kuna hatifungani, kuna vipande, kuna ubunifu mwingi ambao bado unaendelea, na kuna vipande sasa hivi vinaitwa exchange traded funds. Kuna watu wanabuni vipande vingine ambao vinakuja, unakuta kwa mfano unaiona share ya CRDB, NMB, labda na DSE ni share 3 tofauti, lakini mtu anakuletea sokoni zikiwa kipande kimoja. Kwa hiyo bado ni ubunifu ambao unaendelea ndani ya soko letu kuona kwamba bidhaa zinazidi kuongezeka. Mimi kama mshauri, fursa zote zilizoko chini ya mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana Tanzania ni salama sana. Kinachotutofautisha ni mahitaji ya mhusika mwenyewe. Yaani kuna mtu ni mzee, kuna mtu ni kijana, alafu kuna mtu anaangalia perspective ya muda mrefu.
kuna mwingine anaangalia ya muda mfupi. Hawa watu wote niliowataja mahitaji yao ya uwekezaji ni tofauti sana. Chukulia Mr. Leonard, wewe sasa hivi una miaka 60. Alafu mtu anakwambia tuwekeze kwenye share ambazo itatulipa baada ya miaka 20. Kwa umri wako huo ni uwekezaji ambao haukufai. Lakini chukulia kuna kijana ambaye sasa hivi ndo ameanza sekondari form 1. Baba yake anasema huyu kijana wangu mimi nataka baada ya miaka 20 niweze kumpeleka nje ya nchi nikiwa na milioni 40. Kwa hiyo anasema nimwekezee wapi? Utamwangalizia uwekezaji ambao utakuwa na yeye kidogo kidogo kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata kama nikisema una riski, yani vihatarishi mnaita Kiswahili sahihi, anaweza kabeba kijana kuliko mzee. Mzee ana miaka 60, ukimwambia kwamba hii share inapanda na kushuka kwa haraka, leo nimeweka milioni 60, kesho ikishuka inaweza kuwa milioni 50, sio sehemu ya sahihi ya kumpeleka mtu mzima. Lakini kwa vijana huo ndio uwekezaji wenyewe. Kwa sababu analysis zitakwambia kwamba nikiweka ikishuka maana yake nitanunua zaidi, ikipanda nitauza kama nitakuwa nahitaji kuuza. Mara nyingi uwezo ukasema tu kwa sababu hisa imepanda naweza nikauza. Wakati mwingine unachokiona kimepanda leo kumbe kesho kutwa kitapanda zaidi. Kwa hiyo ukiwa na kwamba mimi kile ikipanda niuze, ukafanya zile speculation kila wakati mwingine unaweza kujikuta tu unapoteza hela. Kwa hiyo kwenye soko tupo tunaangalia, naweza nikauza, je, ninachokiuza nikiuza hizi hela nazifanyia kitu gani wakati mwingine. Unaona? Kwa hiyo ndo maana sisi tunasema kwamba uwekeze kulingana na mahitaji yako, umri wako, ile uwezo wako wa kubeba vile viashiria hatarishi pia. Ni vitu vya msingi sana katika kuangalia wakati unapokuwa unataka kuwekeza kwenye haya masoko ya mitaji. Kitu cha msingi sana wakati unapokuwa unatamani kuwekeza ni kuitafuta elimu iliyo sahihi. Yaani hili nimelizungumza toka mwanzo na nalirudia tena. Elimu za shortcut, elimu za kusikia, elimu za kuambiwa mara nyingi ndio zinaleta shida katika uwekezaji na katika biashara nyingine yoyote. Mzee wangu Bwana Leonard, wewe ni shahidi. Hata sisi tukiwa huko kabla tuaje kwenye mifumo, unaambiwa tu na rafiki yako, bwana tukalime matikiti sehemu fulani yanalipa. Unanyanyuka unaweka hela, unarudi unakaa Dar es Salaam unakuwa unasubiri kwamba tutavuna, baadaye unaambia bwana matikiti unajua kuna kiwingu kilipiga ukungu ukaja, hamna kitu. Lakini hukujua kabisa kwamba kweli kuna ukungu. Ni kwa sababu wewe uliangalia mafanikio kabla hujajua njia zingine za kupita. Kwa hiyo vile vile kwenye uwekezaji huu tunaozungumza, mtu yoyote ambaye anatamani sasa kwamba mimi natamani niingie kwenye mfumo huu rasmi ambao ni wa kukuza kipato kwa kuwekeza kupitia masoko ya mitaji na dhamana, lazima apate elimu iliyo sahihi. Ukipata elimu iliyo sahihi, utajua kabisa kwamba kwenye masoko haya kuna vihatarishi ambavyo lazima vitamkwe. Yaani uwezo ukaingia kwenye haya masoko ukasema mimi nitakuwa napata tu, mimi nitakuwa napata. Ukiangalia waliofanikiwa zaidi kwenye haya masoko, kuna wale pia ambao wamewekeza kwenye upande mmoja wakapoteza upande mwingine. Kwa maana nyingine, uwekezaji mzuri ni ule ambao mtu anaweza akawekeza kwenye taasisi zaidi ya moja pia. Kwa sababu taasisi moja ikipata 10, nyingine ikapata 5, nyingine ikapata 10, nyingine ikapata 20. Ukiaverage ile inakupa wewe kipato kizuri. Kwa hiyo uwekezaji mzuri ni ule kugawanya, nasema usiweke mayai yako kwenye tenga moja. Sasa ukiwa wewe hujui, yani unaambiwa tu na rafiki yako anakuambia labda security fulani ni nzuri, unaweka hela zako zote pale. Wakati mwingine kunatokea kuna kutetereka. Sasa kukitetereka wakati umeweka sehemu moja, unakuta unajikuta kwamba ukufanya uamuzi mzuri na wala ukupata elimu nzuri wakati unataka kuwekeza. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nawashauri vijana wengi na watu wengi wanaotaka kuwekeza ni kuwasiliana tu na mawakala, especially TIB Rasilimali Limited. Tuko kwenye mitandao yote ya kijamii, tunapatikana kwa namba za simu, tunapatikana pia kupitia email zetu. Tuweze kupata elimu iliyo sahihi kabla hatujaanza masuala ya uwekezaji. Uwekezaji ni kujiumiza kwa namna fulani. Uwekezaji ni kujikatalia kwa namna fulani.
Yaani hakuna siku mtu utawekeza useme niko comfortable kwamba sijataka nikanunue kitu kimoja kizuri pale niende nikawekeze. Uzuri wa kuwekeza unakuja kuonekana baadaye. Lakini mwanzoni kuwekeza ni kuwekeza kwa maumivu, ni kujikatalia. Na mimi naona ni sehemu nzuri ya mtu au kijana yote kufanya saving. Sehemu nzuri kabisa ni kwenye masoko ya mitaji na dhamana. Unajua kwa nini? Ukiweka hela yako kwenye hisa kwa mfano. Ukiweka hela yako kwenye hisa vis-a-vis kuiweka kwenye bank account au kwenye ATM au kwenye line ya simu. Ukipata shida hapo ghafla sasa hivi, ukisema naitaka hela, kwenye hisa kuna process. Kwenye bondi kuna process. Kwenye vipande vya jamii vya uwekezaji wa pamoja kuna process. Kwenye mitandao ya simu hamna process. Kwenye bank account hamna process. Immediately unatoa hela. Kwa hiyo ukiweka hela yako ukasema nimesave sehemu ambako uwezi yani ukiitaka unaipata ndani ya dakika moja, hujafanya saving. Ni kama tu umeitunza. Lakini tunakushauri kwa nini uje kwenye haya masoko, ni kwa sababu ukishaweka hela yako sehemu itazaa. La kwanza hiyo. Kupungua ni subject tu. Usimwambie mtu haitapungua, kwa sababu kupanda na ambako haitapungua ni sehemu hizi mbili. Ukiweka kwenye bondi hela yako kupungua sio rahisi. Ukiweka kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja hela yako haitapungua. Lakini ukiweka kwenye hisa, tunazozungumza sisi hisa, kupanda na kushuka ndio tabia yake. Uwezo kumwambia mtu kwamba hazitashuka. Uwezekano ni kwamba umefanya analysis vizuri, kampuni ni nzuri, inajiendesha vizuri kwa faida, uwezekano wa kulinda mtaji wako ni mkubwa sana, kwamba hiyo kampuni itakuwa inaendelea kukua. Kwa hiyo unakuwa unapata faida ya kiuendeshaji, nikimaanisha faida ya hii profit, lakini kuna ukuaji wa mtaji. Maana yake wewe ulinunua kipande shilingi 1000, leo kiko 1200, ile 200 ni ukuaji wa mtaji. Unaona huo? Lakini pia unatambulika wewe kama sehemu ya wamiliki wa hiyo kampuni. Kumbuka ukinunua hisa wewe unakuwa ni sehemu ya mmiliki wa kampuni. Kwa hiyo kwenye mikutano utaenda na utakuwa unafanya decisions kwa kupiga kura.